Ndugu zangu, wana wa Israeli katika ukombozi wao, basi wakitoka kule utumwani Misri, katika ile miaka yote walikuwa wakitembea, tunafahamu baada ya Musa, Yoshua ndiye aliyechukua mamlaka ya kuongoza wana wa Israeli. Basi ukisoma hii sura yote ya 10 unakutana katika safari yao walikutana na kabila la Waamori. Kabila la Waamori basi lilikuwa ni walikuwa wakorofi. Sasa wakaanza kupigana ili wasipite hao wageni, wasikatishe katika nchi yao. Basi leo tunaona sasa simulizi katika aya ya 13 kwamba wakati ule sasa Waisraeli wanazozana, wanapigana na hao Waamori, jua na mwezi vilisimama. Jua likasimama, na kuna kawimbo kamoja kule, kuna mwimbaji aliwahi kuimba kwamba nyakati za Yoshua jua lilisimama. Nadhani niliwahi kukasikia. Kama hujawahi kusikia basi ukikufuatilia utakasikia. Kuna mwimbaji mmoja aliwahi kuimba hivyo kwamba nyakati za Yoshua jua lilisimama. Nipende kusema kwamba ukisoma hii haya na ukasikiliza hivyo unaweza ukaona hili imeeleweka vizuri. Lakini ndugu zangu, nipende kusema ukipachunguza vizuri hii simulizi, Waisraeli wanakutana na Waamori, wanaanza kuzozana, kupigana, unabaini kitu kimoja: hapa hamna cha jua, hapa hamna cha mwezi. Ndugu zangu, Waamori kama mnavyofahamu, zamani Waamori walikuwa na miungu yao. Ile miungu yao walikuwa wameipa majina ili iwasaidie. Walikuwa wameipa majina Mungu mwezi, Mungu jua, walikuwa wameipa majina hayo, na ilikuwa pengine inawasaidia, sijui. Basi lakini wakati wana wa Israeli wanaenda kupita katika hilo kabila la Waamori, basi walipoanza yale mapigano ili waweze kupita, hii miungu jua na miungu mwezi ilisimama, nguvu zao ziliisha, wana wa Israeli wakapita. Sasa dhamira ya kutuongoza, yani wazo la kutuongoza katika ile ni wakati ni kwamba wakati wa Mungu ukishafika hakuna wa kuzuia. Tumsifu Yesu Kristo. Yani hata hiyo miungu mwezi na miungu jua waliokuwa wakitegemea, wakati wa Mungu ulipofika, wana wa Israeli walipita bila shida, walishinda. Walikuwa wanategemea hiyo miungu, lakini basi wakati wa Mungu ulipofika zile nguvu kuisha. Kwa hiyo wakati wa Mungu ukifika hakuna wa kuzuia. Wakati wa Mungu unapofika hakuna lolote linaloweza kukwama. Kitu unachoweza ukakiona ni kikubwa, basi wakati wa Mungu ukishafika kinakuwa ni kidogo. Ndugu zangu, kama mnavyofahamu, unaweza ukaona kitu ni kikubwa tu kama tembo, lakini kuna muda unafika wakati wa Mungu ukishafika, na kuambia sisimiza anamuua tembo. Wao kuna simulizi inasema kwamba tembo akianza kuwa mkali akapita katika maeneo ya sisimizi akapanda katika ule mkonga wake akashika kwenye jino, basi tembo huwa anaenda anagonga miti, anajipiga miti mpaka kifo chake. Kumbe unaona wakati wa Mungu ukishafika, hata kama tatizo ni kubwa kama tembo, majibu yanaweza kupatikana kwa uwepo wa sisimizi. Wakati wa Mungu ukishafika hakuna lolote linaweza kukwama. Wakati wa Mungu ukishafika hakuna wa kuzuia. Kumbe ndugu zangu, Mungu hutenda mambo na majira kwa sababu yeye ni Mungu wa nyakati. Kuna wakati mambo yanakuwa ni magumu sana, lakini kipindi hicho hakiwezi kudumu milele. Mwisho wa jambo moja ni mwanzo wa jambo jingine. Mwisho wa siku ni mwanzo wa siku mpya. Mwisho wa mwaka ni Disemba, lakini inayoandaa mwanzo wa mwaka mpya, yani mwezi Januari. Kumbe ndugu zangu, yai dogo la leo ndiyo jogoo mkubwa wa kesho. Ndugu zangu, kesho ni ya Mungu. Kesho ni ya Mungu. Tusikate tamaa, tusife moyo kwa magumu tunayokuwa tunakutana nayo, tukijua kwamba kesho ni ya Mungu. Kesho ni kama tumbo linaloweza kuzaa kitu usichokitarajia. Hamna binadamu mwenye hati miliki ya maisha. Basi wakati wa Mungu unapofika, kumbe aliyeweza kukuita pengine kikaragosi anaweza kukupigia saruti. Kesho ni ya Mungu ndugu zangu. Kumbe anayeweza kusema labda hautaweza kuoa ama kuolewa, lakini anaweza akashuhudia kwa sababu kesho ni ya Mungu inayeweza kuzaa kitu usichokitarajia. Basi anaweza kukushikia hata shera, anaweza kukuona umevaa suti nzuri. Kumbe wakati wa Mungu unapofika hakuna wa kukwamisha. Mwanzo hutupatia nafasi nzuri ya kutathmini yaliyopita, hata kama ni mazuri ama mabaya,
lakini mwanzo wa jambo moja ni mwanzo wa jambo jingine. Katika hali hiyo tunapata nafasi ya kutathmini mazuri na mabaya tuliyokutana nayo na kuyafanyia marekebisho. Kumbe tunaomba kusuka mawazo yetu vyema mwanzoni. Mawazo yetu mazuri tunapoyaweka mwanzoni, pale mwanzoni tunapojipanga vizuri katika kutafuta wakati wa Mungu, kumbe huo mwanzo hapo mwanzoni utunufaisha kwa kuambatana na mazuri tunayoyatarajia. La msingi katika mwanzo wetu tuchague uzuri wa Mungu, bila kusahau kwamba ubaadaye wa mwanadamu uko mikononi mwa Mungu katika kukufanikishia ama katika kukuepushia. Ndugu zangu, naomba kutolea mfano. Sote hapa wengi tumesoma, pengine nilikuwa na rafiki yangu kidato cha 4, tulikuwa tunasoma wote, tunaenda wote tuition. Lakini matokeo ya form 4 yalipokuja, mimi nikawa nimejariwa kushinda kidogo hivyo. Yeye akawa hajashinda kabisa, lakini tulikuwa tunasoma wote. Sasa nataka kusema wakati wa Mungu ukishafika hakuna wa kuzuia, na Mungu pengine ana makusudi. Kwa nini hajabahatika kuchaguliwa? Alivyokuwa nasoma, alivyokuwa napambana, lakini hajabahatika kufanya vizuri. Kwa nini? Alijiuliza sana, kwa kweli alikata tamaa. Lakini mimi nikawa nimeongea naye, nikasema pengine Mungu kuna kitu amekuepushia. Pengine ungeliweza kuendelea na masomo yako huko kidato cha 5, kidato cha 6 chuo kikuu na kuendelea. Pengine ungelikutana na magumu zaidi na mabaya zaidi, lakini pengine Mungu hajapenda uendelee mbele, ana makusudi. Kuna kitu pengine kibaya amekuepushia. Ni kama sasa huo ushauri ni kama aliweka maanani. Ndugu zangu, huyo kijana tunayeongea naye sasa akawa amejiingiza katika biashara ndogo ndogo hii. Nakumbuka alianza mwaka 2013 alianza kuuza yebo. Kuna viatu fulani kama kanda mbili vinaviita yebo. Akaanza kuuza hivyo polepole. Na huyo kijana bahati mbaya alikuwa anatokea familia masikini. Lakini ndugu zangu, tunavyoongea mpaka sasa hivi, huyo kijana nikipita pale dukani kwake, huwa kwa kweli na mimi warao siwezi kutoka bila kunywa soda, maana huwa ananiambia ulishauri kitu cha msingi sana. Kwa sababu mpaka sasa hivi ana maduka mawili ya kuuza vipuri vya magari na pikipiki, moja la kwake na jingine la mke wake. Maduka mawili. Bado ana gari la kutembelea vizuri tu, kuruga, si unaita kuruga, gari zuri la kutembelea. Ana fuso 5. Ana vyumba sio chini ya 70 vya kupangisha kule mjini kwetu kule. Huyo kijana nadhani baba Anisa atakuwa anamfahamu, huyo kijana anaitwa Justus. Yuko pale Mkwenda, waliobatika kufika karibu, kuna eneo fulani linaitwa Mkwenda. Kuna kijana anaitwa Justus, ana fuso hizo pongo 5. Huyo tulisoma wote, mimi sijapata hata baiskeli. Sasa nataka niseme nini? Wakati wa Mungu ukishafika hakuna wa kuzuia. Wakati wa Mungu ukifika hakuna wa kufanya nini? Wa kuzuia. Kijana alikuwa ameshakata tamaa kwa maisha aliyokuwa nayo, lakini sasa hivi ni mtu mzuri. Ana maisha mazuri na anafurahi kwamba kwa nini alifeli. Anafurahi, alifeli. Ile kipindi kile alikuwa anasikitika, lakini hakujua mpango wa Mungu. Kumbe wakati wa Mungu ukishafika hakuna wa kuzuia. Lazima kusudi alilokuumba na kukutuma huku duniani linatimia kama lilivyotimia la kijana huyu ambaye alikuwa ameona sasa kukosa shule ni kukosa maisha. Kumbe hapana, sasa hivi ana maisha mazuri kabisa, lakini alitoka katika zero, sasa hivi ni hero. Kumbe ndugu zangu, lengo la kutafakari na kutafuta wakati sahihi wa Mungu ni kwamba ili mwisho wa safari tufike salama, ili kuepuka shida na taabu za mwishoni. Kumbe taabu za mwishoni ni mbaya, maana bora ya mahangaiko na taabu za mwanzoni katika ujana wenye faida kuliko mahangaiko na taabu za uzeeni zisizo na faida. Lakini nipende kuatia moyo hasa ndugu zangu, babu zetu wazee katika hili, hasa kutafuta wakati wa Mungu. Kumbe bado wazee hamjapoteza hata kidogo, maana Waswahili husema nyota njema huonekana asubuhi. Lakini ndugu zangu, nipende kuambia kwamba pia nyota njema hiyo inaweza ikaonekana jioni. Kumbe tunaomba
kumtafuta Mungu kila wakati, maana yeye ni Bwana wa nyakati zote na hizo nyakati ni zake. Wana wa Israeli walipoanza kuona Waamori wana nguvu, wana miungu jua na miungu mwezi, wakati wa Mungu ulipofika, hiyo miungu yote ilisimama na wana wa Israeli wakalipiza kisasi, wakapita. Kumbe ndugu zangu, Mungu wetu ni mwaminifu katika yale yote ambayo tumeona, tunayoyaona na ambayo hatujayaona. Huenda hatujaanza kuona hayo mazuri kwa wakati, lakini yafaa kuamini kuwa wakati huu na wakati ujao utakuwa bora zaidi kuliko miaka iliyopita au wakati wowote uliopita. Wakati ujao ni bora zaidi. Kama ninavyopenda, kuna kamsemo ka Kiingereza kanasema the next is better. The next is better, yani hatua ya mbele ni nzuri. Katika maana kwamba wakati wa Mungu nao kuona utafuta ukakutana nao, hiyo miungu jua, miungu mwezi lazima isimame. Sasa wewe unaweza ukatafuta ni miungu mwezi ipi, ni miungu jua ipi inayokuzuia, au hiyo ilikuwa ni miungu ya Waamori. Sasa pengine na kuna miungu na wewe inakuzuia, kuna vitu vinakuzuia. Kwa hiyo muda unaweza ukafika vinasimama. Lakini pia kuna kijana mmoja kule nyumbani pia, naye alifika muda ni kama alikutana na hii miungu jua na miungu mwezi, akaona mbele ni kugumu, nyuma ni kugumu, katika hapa alipo ni kugumu. Sasa alichokifanya yule kijana, basi alimaliza form 4 naye hivyo hivyo kubatika kuendelea mbele. Huyo sasa sikumshauri. Huyo alichokifanya akaenda kusoma mambo ya maabara, kufanya kazi za maabara. Sasa alipomaliza miaka yake si miwili si mitatu, akarudi huku raiani, basi akaanza kuhangaika, yakawa yale. Kumbe sasa anaona alichokisoma kumbe sasa hamna kitu. Sasa familia inamsubiri au aisaidie familia yake, sasa naye ndio hivyo, hamna kitu. Alichokifanya ndugu zangu, aliamua kuweka vyeti pembeni, akaenda kuomba kazi sheri ya kuuza mafuta. Huyo kijana ndugu zangu, basi akafanya muda mrefu pale, anatunza pesa. Basi mwisho wa safari, nataka kusema wakati wa Mungu ukishafika umefika. Basi akawa katika kufanya urafiki na watu pale mjini Bukoba, akawa amefanya urafiki na kijana mmoja mvuvi. Yule kijana Mungu alikuwa ameshambarikia, ana mitumbwi yake yule kijana aliyefanya naye urafiki. Basi akawa amesema sasa na mimi si nitoke kimaisha. Sasa wanautafuta wakati wa Mungu. Sasa anamuuliza sasa na mimi rafiki yangu si nitoke kimaisha, naweza kufanyaje? Sasa yule kijana akamwambia, mimi nina maisha mazuri, lakini kama na wewe unataka kuwa kama mimi, sasa ingia majini, vue samaki. Huyu akasema sasa nitaanzaje kuingia majini, sina ili wala lile. Sasa akasema mimi nina mitumbwi 4 la kufanya. Nunua mafuta mimi, uweke kwenye mtumbwi huu mmoja wa injini, alafu ukimaliza ulipe vibarua waingie ziwani waende kuvua samaki, na samaki wote watakaoleta basi utapeleka wewe kwenye kiwanda cha samaki wakulipe hela wewe. Akasema akampa mtumbwi mmoja. Kijana sasa kauliza bei gani hiyo ya kununua mafuta? Akasema mafuta, yule mstajiri sasa mzoefu, huyo kijana mzoefu ambaye ni vitu vyake, akamwambia mtumbwi mmoja kuingia majini unabidi uende na mafuta ya 1,500,000. Kijana katika saving account ana shilingi 900,000. Akasema sasa hiyo 1,500,000 nitaipata lini? Sitaweza kuipata. Mimi labda naweza hapa kupata 900,000 ambayo ninayo, ndo Mungu wangu huyo, ndo kila kitu. Sasa akasema basi tafuta hiyo 1,100,000, lakini mbona sasa sitaweza kuipata? Basi huyo kaka akamwambia sasa wewe leta hiyo 900,000, nenda kanunue mafuta, ongea na vibarua wako hapo nataka kusema wakati wa Mungu ukifika hakuna wa kuzuia. Basi kijana akafumba macho, akatoa ile 900,000 yake yote, akanunua mafuta, akawapa vibarua wale wavuvi, sasa vijana wanaojua kuvua samaki, wakaingia ziwani. Lakini sasa akamwambia sheria moja ya kwenye maji ni hii, unaweza ukapata ama ukakosa. Umetoa hiyo 900,000 yako, wakienda kule wakapigwa na mawimbi wakafa, hamna kesi, tusilaumiane. Huyo kijana akasema sawa, ngoja niwape tu. Akafumba macho akawapa. Wakaenda siku ya kwanza, siku ya pili,
Siku ya 3, siku ya 4 wanarudi. Basi wanarudi na samaki kweli wakubwa, wale sangara wale. Basi walipofika mwaroni, wakatoa zile samaki, zilikuwa nyingi sana, wakaziweka kwenye gari, wakapeleka katika kiwanda cha kuchakata minofu ya samaki kwenda nje. Kiwanda hicho kinaitwa kiwanda cha Nyamkazi, kipo maeneo ya Nyamkazi mjini Bukoba. Basi walipoenda pale wakapima, zilipimwa tani 4 za samaki. Basi kijana wakamwambia basi tunaomba account bank. Akasema sina account bank, labda niende nitengeneze. Akaenda akatengeneza, akawaletea. Basi baada kama ya wiki moja wakamuingizia shilingi milioni 32 kwa shilingi 900,000. Kumbe wakati wa Mungu ukishafika hakuna wa kuzuia. Kijana alikuwa ameona kazi yake aliyoisomea ya urabara ya umahabara, basi amepoteza muda, lakini Mungu anajua baada hajapoteza muda, ana wakati sahihi ukishafika wa Mungu, maisha mambo yatakwenda vizuri. Kijana ananiambia kumbe na kusoma ni kama nilichelewa huko. Mtu msifu Yesu Kristo. Wakati wa Mungu ukishafika, hata hii miungu jua na miungu mwezi inasimama na wana wa Israeli wanalipiza kisasi. Wanalipiza kisasi. Mambo yanakaa vizuri. Unaona hapo ndugu zangu? Kumbe hakuna matatizo yanayodumu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 31 unakutana na simulizi ya Yakobo kunyanyaswa na mjomba wake Labani kwa miaka takriban 20. Lakini Yakobo haikutosha, aliendelea kupata mateso na mangaiko. Baada alienda kumchumbia binti anaitwa Raheli, wakapendana na alikuwa anampenda. Wakati wa kufunga naye ndoa wakambadilishia, wakampa Lea. Yaani amempenda Raheli, wakambadilishia wakati wa kufunga ndoa, wakamletea Lea ambaye alikuwa hana mahusiano naye. Lakini basi wamembadilishia, akapokea. Lakini mwisho wa safari tunakuja kukutana kwamba Yakobo baadaye ya miaka 20 alikuwa mtu huru na akaanza kufanya vitu vyake vizuri na mambo yakaenda vizuri, na leo Yakobo ni mfano bora kwetu. Kumbe wakati wa Mungu unapofika, basi kila kitu, hiyo miungu jua na miungu mwezi lazima isimame. Kumbe Yakobo akawa huru na mpango wa Mungu wa kumuumba na kuendelea akaendelea kutimia katika maisha yake. Wakati wa Mungu kishafika, ndio hivyo umefika, hakuna anayezuia. Nyota njema inaonekana asubuhi, lakini pia nyota njema hiyo hiyo inaweza ikaonekana jioni. Kumbe hata Mfalme Sulemani alikamilisha kazi yake ya ujenzi. Alikuwa na mradi wa ujenzi mkubwa aliotumia takriban miaka 20. Simulizi hii inapatikana katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 6 ya 38. Katika miaka hiyo 20 ilikuwa imegawanyika sehemu 2. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni miaka 7 na sehemu ya pili ni miaka 13. Miaka 7 alitumia kujenga hekalu la Mungu na miaka 13 alitumia kujenga nyumba yake mwenyewe, yani palace. Simulizi inapatikana katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 7 haya ya kwanza na kuendelea. Unaona alitumia miaka 7 kujenga hekalu na miaka 7 na miaka 13 kujenga nyumba yake mwenyewe. Siri ya kufanikiwa huyu Mfalme Sulemani ilikuwa ni hii. Siri ni kuwa alianza kwa kumjengea Mungu, hatimaye alifaulu kujijengea. Kumbe ndugu zangu, mwaka huu ukitaka kufaulu katika miradi ulionayo moyoni, kwanza waza kuhusu mradi wa Bwana. Kwanza waza kuhusu mradi wa Bwana kama alivyofanya Mfalme Sulemani. Anataka kujenga hekalu lake, nyumba yake nzuri kabisa, aliyetumia miaka 13, lakini kwanza alitumia miaka 7 kujenga hekalu la Bwana. Aliwekeza katika mradi wa Bwana kwanza, ndiye akafaulu kujenga nyumba yake nzuri. Kumbe na sisi tukitaka kufaulu lazima tuwekeze katika mradi wa Bwana. Tunaona hata simulizi ya Daudi anaenda kupambana na Goliati, kumuua, kuvishinda vita vya Waisraeli dhidi ya Goliati. Kumbe tunaona siri moja ya Daudi kufaulu sio kwamba alikuwa na mafunzo makubwa ya kivita, hapana. Alichokifanya Daudi, alimwambia Sauli, ndiyo mimi ni mdogo, sina mafunzo yote ya kivita, lakini vita hii ninayoendelea kupigana si vita yangu, ni vita ya Bwana. Akaweka mawe yake katika mfuko, akaenda akampiga jiwe moja, akammaliza Goliati na ushindi wa wana wa Israeli ukapatikana. Siri ilikuwa ni kwamba aliwekeza huo mradi wake wa mapambano katika Bwana. Alisema hii vita si ya kwangu ninayoenda kupigana, hii vita ni ya Bwana.
Tujiulize mimi na wewe, je, ni mradi gani au kazi gani unataka kumfanyia Mungu mwaka huu? Ukitaka Bwana aingilie mambo yako na kupigana vita vyako, lazima uwekeze katika Bwana kwa ukarimu na moyo wa shukrani, ili uweze kuvuna kwa ukarimu na kwa wakati wake. Siri ya Waisraeli kufaulu katika ukombozi wao. Kama mnavyojua, Waisraeli walipitia magumu mengi, mahangaiko mengi. Siri yao moja ni kwamba walipochoka, walimlilia Bwana, naye alikuwa anawasikia na kuwaokoa. Kumbe ndugu zangu, kinywa kilichofungwa ni hatima iliyofungwa. Naomba nikarudia haka, ni kwamba kinywa kilichofungwa ni hatima iliyofungwa. Na kinywa kilichofunguliwa ni hatima iliyofunguliwa. Kiswahili kimekaa hivyo. Kwamba kinywa kilichofungwa ni hatima iliyofungwa. Kinywa kilichofunguliwa ni hatima iliyofunguliwa. Yani lazima, neema zipo, lakini lazima tushirikiane na neema. Umwambie Mungu, hiki nataka amani, nataka umoja, nataka upendo, nataka nguvu, nataka afya. Unamwambia Mungu. Kinywa kilichofunguliwa ni hatima iliyofunguliwa, na kinywa kilichofungwa ni hatima iliyofungwa. Kiswahili kimekaa hivyo. Kumbe ndugu zangu, maombi na sala zetu kwa Mungu ni nguzo ya ushindi wetu. Wakati wa mahangaiko na mateso, unapomlilia Bwana, wakati wako unakuwa karibu wa kuanza kufurahia wema wa Bwana. Katika magumu, unapomwelekea Bwana, jiweke tayari kupokea mambo makuu ambayo hujawahi kuyaona. Tutengeneze uhusiano mwema na Mungu kwa kumwamini Yesu aliyefufuka msalabani, aliyetufia msalabani, lakini alifufuka siku ya tatu. Nguvu za kifo zilishindwa, utamaduni wa kifo ulisimama na injili ya uhai utamaduni wa kifo ulishindwa na injili ya uhai ikasimama. Bwana wa uzima akashinda mauti. Wakati wa Mungu ulipofika, mauti ilishindwa. Bwana wetu Yesu Kristo alifufuka toka kaburini akiwa mzima, mwili wake ukiwa mwepesi na mwangavu, na hawezi kufa tena, kwa sababu wakati wa Mungu ulishafika kwake tayari. Sasa nguvu za kifo zikawa zimeshindwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe unaona, wakati wa Mungu unapofika, kila kitu kinafanyika, kuna wa kuzuia. Wakati wa Mungu ukifika, Mungu hufanya njia pale pasipo na njia. Hiyo miungu mwezi na miungu jua inasimama, na kusudi la Mungu linatimia. Tumuombe Mungu ili mapenzi yake yatimizwe kwa sisi kuona wakati wake katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.